Dokta. Shwari. Shwari. Bwana, mjini Jean Charles Ahoua anaendelea kuteka vichwa vya habari kwenye ulimwengu wa michezo, hususan mpira wa miguu. Mara baada ya kukosa goli kwenye mechi muhimu dhidi ya Stellenbosch dakika za jioni, watu waliondoka vichwa chini wakiamini kwamba shughuli imeisha. Kwani Jean Charles Ahoua ndio mtu wa kwanza kukosea, Dr. Mohamed? Sio mtu wa kwanza. Sio mtu wa kwanza kukosea, na swala walifanya Jean Charles Ahoua wachezaji wengi wakubwa duniani wao wanafanya. Ni pressure tu inakuwa imemzidi mchezaji na kutaka matokeo mazuri. Pressure ukishindwa kuhimili na kukosa umakini, basi jambo kama lile la Jean Charles Ahoua linakutokea. Ashaye kufanya hivyo Fernando Torres akatoka Chelsea, lakini unamzungumzia De Jong, unayazuri wachezaji wengi wakubwa, hata unamzungumzia Diego Costa, wachezaji wengi wakubwa washaka kufanya makosa ambayo yafanya Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo ni kosa la kawaida kwenye mpira, lakini wana Simba walihitaji matokeo zaidi ya yale. Kwa hiyo ndio maana ikaibua hisia tofauti, lakini swala la kumhukumu kwenye kimpira ni jambo la kawaida lile kutokea. Unaweza kujikuta upo wewe na golikipa na kosa sababu ya pressure ya mchezo. Lakini ukiangalia Jean Charles Ahoua, huyu ndio mwaka wake ambaye amefanya makubwa Afrika, kwa sababu ameshiriki mashindano makubwa. Yaani toka amezaliwa mpaka anakuwa katika talent ambayo nayo, alikuwa anacheza mashindano ya ngazi kubwa kama haya. Ndio mwaka huu yuko na klabu ya Simba. Kwenye miezi yake 8 tayari kaibeba mabegani klabu ya Simba, kaipeleka nusu finali ya CAF Confederation Cup akiwa na magoli 3 na assist 4. Kwa hiyo anakuwa involved kwenye goli 7. Kuna ushindi ambao Simba nao mpaka hivi leo wa kucheza nusu finali ya kombe la shirikisho bara Afrika, yeye amechangia 75% ya ushindi huo, Jean Charles Ahoua. Lakini kuna ushindi ambao klabu ya Simba inao kwa nafasi ya pili kwenye NBC Premier League, ligi kuu Tanzania bara, yeye amecontribute magoli 20 akiwa na assist 8 na magoli 12. Kwa magoli ambayo amefunga Simba msimu huu 50%, yeye amecontribute kama mchango wake personally, Jean Charles Ahoua. Huko akichukua tuzo the man of the match kibao kitu kama hivyo. Kwa hiyo niseme tu tukio la kawaida, wana Simba wanapaswa kumpokea na kuborewa kijana wao, waende naye, wamsupport, wamfariji, na wawe ni sehemu ya yeye kujirekebisha pale alipokosea. Unaelewa? Wakimpa faraja, wakimpa support kwa ile tokea, atajiona kweli hawa watu ni sahihi kwa nao pamoja, na nadhani mechi inayofuata anaweza akarekebisha haya ambayo yalitokea. Yes. Kuna watu walienda mbali mara baada ya mchezo kusema kiukweli bora hata Chama angekuwepo. Clatous Cleta Chota Chama alikuwepo Simba miaka 7. Unajui alikuwepo Simba miaka 7. Lakini Simba hajawahi kuipeleka nusu finali ya kombe la CAF. Lakini alikuwa jukumu lake, pamoja na ubora wake wote alikuwa nao kwenye eneo la side 10 kama creator, kama mchezeshaji, kama kiungo mshambuliaji, hajawahi kuipeleka Simba nusu finali ya kombe la CAF. Ameishia robo finali. Lakini Jean Charles Ahoua amekuja klabu ya Simba na miezi 8. Hata mwaka bado. Hata Kariakoo mitaja haijua vizuri. Kaipeleka Simba nusu finali ya kombe la CAF. Nani zaidi? Ndio maana mimi nasema Jean Charles Ahoua ni bora kuliko Chama. Jean Charles Ahoua ni bora kuliko Chama kwa sababu muda mfupi ambao yupo na klabu ya Simba, takwimu zake zinaongea, na Simba imeenda nusu finali. Ana magoli 12 NBC Premier League, assist 8. Chama na goli ngapi NBC Premier League? Alipofika msimu wa kwanza akiwa Simba hakuwa na goli 3. So msimu wa kwanza Chama hakufanya vizuri kama unakumbuka. Msimu wa pili akafanya vizuri. Lakini huyu msimu wake wa kwanza kwa timu mpya, kocha mpya, benchi la fundi mpya, timu mpya, nchi mpya, sehemu mpya, kambi mpya, mpira mpya, mazingira mapya, jezi mpya, na ana magoli 12 NBC Premier League. Na mzamini mpya NBC Premier League, ana assist 8. Kimataifa goli 3, assist 4. Chama na goli ngapi? Kwa huyu ni the best player kuliko Chama. Haya madhaifu tunayoona kwa Clatous, kwa Jean Charles Ahoua ni madhaifu ya kawaida ya kiufundi ambayo mwalimu akikaa naye kisaikolojia kambuild vizuri, akawa na confidence ya kutosha, anaweza akarekebisha.
lakini misimu yake mitatu ijayo inaweza kaipeleka akatupa taji la Afrika. Kama tu miezi 8 mtu anapeleka timu aliyobayali timu mwanaume anapeleka finali ya kombe la shirikisho bara Afrika, akikaa miaka mitatu sio chukua kombe la Afrika huyo. Unaelewa? Maana ukipiga ile narration, ukipiga ukiangalia kimtazamo wa juu unaweza kuona kwamba Chama ni zaidi kuliko Jean Charles Ahoua, lakini ukienda deep mtazamo wa chini wa kiufundi na wa kisomi kama wa kwangu Dr. Mohamed, Jean Charles Ahoua ni bora kuliko Clatous Chota Chama. Unaelewa? Dr. Chama ametengeneza njia ya Simba hii ambayo imetengeneza imevuna pointi nyingi sana CAF, lakini leo umediriki kusema kwamba Jean Charles Ahoua ni bora kuliko Chama, na yale yote ambayo ameyafanya Clatous Chota Chama kwako bado huwezi kuhesabu kama ni mambo mazuri kwa upande huo, tofauti na miaka na miezi 8? Wewe ndugu yangu hujaelewa. Hatubezi yale mazuri ambayo akafanya Chama, ila once unapokuja Mzania Clatous Chota Chama na Jean Charles Ahoua, Charles Ahoua ni bora kuliko Chama. Unaelewa? Hatubezi yale mazuri ambayo Clatous Chota Chama aliyafanya ndani ya klabu ya Simba. Kwa miaka yote 7 Simba yetu ilikuwa ikiishia robo finali ya kombe la CAF. CAF Champions League mara 4, shirikisho mara ngapi? Mara 2. Huyu mwamba kaja miezi yake 8 tu. Timu nene nusu finali, nani bora? Mazuri. Ndio kuzungumzia hicho. Dokta, kuna jambo jingine. Ndani ya klabu ya Simba pale inaonekana kuna watu wanagombea ufalme, yani kati ya Yunel Ateba Mbida, Jean Charles Ahoua na Elie Mpanzu Kibisawala. Kama vile katikati pale wanabato ili kila mtu aone yeye ndo amefanyia Simba mambo makubwa, na ndio maana inapelekea uchoyo ndani ya squad yao ya ushambuliaji. Ili swala mnalionaje Dokta? Kwanza sisi mimi binafsi kama mshabiki wa klabu ya Simba mkubwa na kama wanachama lile hayo wa klabu ya Simba, nikiwa kama mdau wa soka na mchambuzi wa masuala ya soka, kwanza mimi nakemea uchoyo. Sipendi uchoyo kwenye klabu yangu ya Simba. Akifunga goli Shomari Kapombe, sio faida ya Shomari Kapombe au faida ya Shomari Kapombe, ni fahari ya wana Simba wote ulimwenguni mzima. Akifunga goli Shabalala Zimbo Junior Hussein, ni goli la Simba, sio goli la Shabalala. Kwa hiyo once inapokuja swala la kupigania timu, we must work as a team. Tunataka tucheze kama timu. Wachezaji waache uchoyo, wasinyimane pasi, kila mmoja apambane kwa ajili ya timu. Unaelewa? Na ndio maana mzee wetu mzee Azim Dewji aliamua kuja na sera ya kutoa zawadi kwa mtu anayetoa assist na anayefunga. Lengo lake nini? Lengo lake anataka kuimplement au kuimpress watu waache uchoyo, washirikiane, kwamba uone fahari wewe kutoa pasi, kwamba kutoa pasi utapata 2,500,000, ukifunga goli utapata 2,000. Kwa hakuna haja ya kumnyima mwenzie ambaye yupo kwenye nafasi nzuri ya kufunga ili afunge, kwa sababu hata wewe zaidi unayopata wewe unafunga na wewe utaipata. Very technical glitch ambaye ameifanya mzee wetu mzee Dewji. Unaelewa? Kwa hiyo uchoyo sio jambo jema. Palipo na nafasi, hata mechi Almasi ya away tulikuwa tunataka tushinde sisi ile mechi, lakini nafasi ubinafsi na uchoyo ukapelekea tujashinda ile mechi. Sema ambako mtu takiwa atoe pasi atoi, anataka afunge yeye ambaye haipo kwenye position nzuri. Hilo tukiliacha tukacheza kama timu, tukashirikiana, mwenzie tu nafasi apewe pasi, unaelewa nzuri. Kuna watu angalia wakina Metus Ozuri walikuwa wanapewa tuzo za upigaji pasi bora, yani paka kwenye boxi yeye hafungi atoa pasi. Sio vizuri. Unaweza usizungumzie Chama hapa. Chama isha expire. Chama analia kule sasa, atamani kurudi Simba. Analia mno. Machozi ya damu. Anasumbua viongozi wetu siku na mchana. Anatamani kurudi Simba na arudi ng'oo. Hali ni mbaya, anapigwa benchi. Sasa hizi mechi za mwisho ndio anapangwa. Clatous Chota Chama, kuisha habari yako. Nakwambia anasumbua balaa. Hata mimi Dr. Mo anasumbua kwangu sana. Ndio mingi kaka. Abembelezewe. Hatukubali kubembeleza, habaki huko. Kwa hiyo kaka, tukiacha binafsi, timu ikajituma, ikajitambua, na kila mmoja akatoka jasho jingi siku hiyo 27.
wallahi nakuwa pia Simba anakwenda finali brother. Simba anakwenda finali. Berkane akija hapa atapigia mpira baje kuona. Mimi nakwambia siku hiyo bibi wala alionao sasa hivi Berkane she. Kaka. Tutawalika mashe yote uwanja wa Taifa watakuja. Wachungaji wote nchi tutawalika waje. Zanzibar lakini mimi nimeshindikana bao mengi. Zanzibar tumepata ushindi baba. Goli moja. Sasa ni sio ushindi. Sio ushindi goli moja. Ni ushindi lakini ila mmelalamika. Tulikuwa na nafasi kupata magoli mengi lakini huo ni ushindi tayari. Mwenyezi Mungu asema sisi shukuru kidogo hata kikubwa shukuru. Na sisi shukuru ni kafiri. Unaelewa? Daktari, mlimhusisha Mungu mimi na kati mnaenda na wazee, mkaenda na watu warefu. Kwenye boti ya watu mkapandisha mbuzi. Nakwambiaje? Siku hiyo sasa hiyo finali. Kombe tunaliona pale. Wale wachungaji wote wale tunawaita. Makamisa wote tunawaita. Unazuri? Maaskofu wote tunawaita. Wachungaji wote tunawaita, mashehe wote, lakini pia kwa yote ile mwenye ujuzi wake. Unazuri? Yote ile mwenye ujuzi wake ambaye anaweza kufanya ujuzi ule, sisi tukachukulia kombe. Tunamkaribisha. Hata bigi pia tunamkaribisha siku hiyo ili kombe libaki Tanzania. Yaani waje na mambo yao. Yaani wewe kama na ujuzi wako wote, sisi kwetu njoo, cha msingi kombe libaki Tanzania. Kwa hiyo asibekana akiingia sisi tunamtaka. Hiyo si Simba ndio kiboko Mwarabu. Asibekana mwenyewe atuombea toke. Jana mmoja na jamaa moja tu Mahil Arkan yuko Misri. Huyu mwandishi wa habari kaka. Hutaki? Mahil Arkan huyo mwandishi wa habari kaka, mimi ni mtu mkubwa sana bro. Basi mimi nasema na watu mpaka Ulaya. Mimi nasema rais wa CAF Dr. Patrick Motsepe simu yangu anapokea. Rais wa FIFA anapigia simu anapokea. Asante. Sio kidogo. Nimewasiliana naye ananiambia Berkane wanaomba dua asikutane na Simba. Wanaomba dua haya Simba itoke kwa sababu wanajua utata wa klabu ya Simba. Wazi? Asante.